Hello. Kwa majina naitwa Boss Kimaro. Ni msanii wa vichekesho, yani comedy. Napenda kutoa shukrani zangu kwa Mungu wangu aliyeko mbinguni, pamoja na watu wake ambao amewainua kwa ajili yangu na kwa ajili ya wengine pia. Nipenda kumshukuru Dr. Tulia Ackson, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa na maono ya kuanzisha Mbeya Tulia Marathon, ambayo imekuwa ikifanya vizuri na imekuwa ikifanya connection ya watu mbalimbali, iwe msanii, iwe mtu wa kawaida, iwe mtu wa taifa lingine, iwe ni mtu wa kabila fulani, lakini ameweza kuunganisha pamoja na watu wanashiriki, wanaweza kupata kipato pale wanaposhinda. Amekuwa pia akitoa msaada mbalimbali pale ambapo kuna watu wanahitaji, kwa mfano wazee, mayatima na wale ambao wanaishi maisha magumu, ameweza kuwatabasamisha. Nakumbuka mwaka 2024 kwa kupitia Mbeya Tulia Marathon tuliweza kujumuika kwa pamoja na kwenda kumkabidhi mhitaji nyumba ya kuishi. Kwa mazingira niliyoyaona pale, niliguswa na mimi nilitamani nisaidie chochote, lakini uwezo ndio hivyo. Lakini chochote kile ambacho Mungu alinijalia nilijaribu kuweka kama fungu la 10. Nimeenda nimefanya kazi ya comedy hapa kidogo, labda nimepata hata shilingi 10,000, nimeweka 1,000. Nimefanya chochote katika kujipambania mwenyewe, kujipatia riziki, nimepata kiasi fulani, nimetoa fungu la 10, nimeweka. Nikajaribu kuongea na mheshimiwa, nikamwambia kwa kazi ulioifanya nilitamani na mimi nipate baraka kutoka kwa unachokifanya, kwa sababu anachokifanya mheshimiwa ni kusaidia watu, na kusaidia watu ni kupata baraka, kwa sababu unagusa moyo wa Mungu. Kwa hiyo na mimi nikatamani nishare baraka na mimi nipate baraka. Ndipo nikajaribu kumwambia kama inawezekana nikutumie hichi nilichokipata baada ya kujikusanya. Nikamtumia. Kwa kweli alikipokea kwa mikono miwili na alikiwasilisha kwa wahitaji. Lakini mimi nilijua ni jambo dogo, kumbe ni jambo kubwa sana lililofanyika. Leo hii tarehe 10 ya mwezi wa 5, 2025, mheshimiwa ameweza kuniheshimisha kwa namna aliyoongozwa na Mungu, kwa sababu ni wengi walitoa katika kusaidia wale wahitaji, na walitoa kiwango kikubwa zaidi yangu mimi. Lakini kwa nini mimi ning'are siku ya leo? Ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo mheshimiwa ameweza kunikutanisha na mgeni rasmi ambaye ni naibu waziri wa Tanzania, ndugu Doto Biteko. Na mheshimiwa alipenda sana hiyo kazi niliyofanya, naye akajaribu kunisaidia chochote kitu, yani kama kunipa hongera au kunipa hamasa ya kuendelea zaidi na zaidi, nisikate tamaa, na pia iweze kuwa mfano kwa watu wengine. Nashukuru kwa kiwango alichonipa. Nashukuru sana mheshimiwa, kwa sababu kuna wengine wanaweza akaona lakini wasifanye reaction yoyote, lakini wewe umeona na umeweza kunisaidia kwa kile ambacho umenipa. Nipende kushukuru, nipende kutoka hadharani kama hivi na kusema nakushukuru sana mheshimiwa, nimepokea kwa mikono miwili. Mungu azidi kukubariki. Naomba usinisahau, uendelee kunikumbuka, na mimi nitaendelea kuwakumbuka wale ambao watakuwa wanaohitaji, kwa sababu nina imani Mungu ni mmoja tu. Unaweza leo hii ukamsaidia mtu asiyejiweza, kesho akakunyanyulia mtu au akakurahisishia mambo yako yakaenda vizuri. Leo hii nimekuwa
kama mfano nimepata muujiza kama huo, kwamba kumtolea Mungu kuna furaha, kumtolea Mungu kuna farijisha, kumtolea Mungu ni jambo la muhimu sana, hasa kwenye fungu la 10. Haimaanishi kwamba usipeleke kanisani, ila peleka pale ambapo unaona moyo wako umeridhia. Kwa sababu usije ukasema kwa vile Boss Kimaro alifanya hivi, ngoja na mimi nifanye hivi. Hapana, sikiliza sauti ya Mungu. Mimi sipo vizuri sana kwenye kuhubiri, lakini natamani niwaambie kitu kama hicho, kwamba kumtolea Mungu ni bora kuliko kumtolea mwanadamu. Kwa hiyo unaposaidia wale wasiojiweza, na wewe kesho Mungu atakuinulia watu. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Doto Biteko, Naibu Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kile alichoniheshimisha pale uwanja Sokoine Mbeya katika shamra za Mbeya Tulia Marathon. Nipende kumshukuru na Mungu ambariki na Mungu akamnyoshee milango yake yote. Na kingine pia nipende kuwashukuru wale wengine wote waliowezesha mimi kuwepo hapa, kwa sababu sio kwa nguvu zangu. Wapo wengi ambao wapo lakini hawajaweza kufanya hivi, pengine hawakutaka au haikufikia wakati wao. Kwa hiyo nipende pia kumshukuru kiongozi wangu ndugu Pierre Mwinuka. Pia na yeye ana mchango mkubwa katika safari yangu pia ya sanaa, safari yangu ya maisha, safari yangu ya kuja Mbeya Tulia Marathon. Yaani nipende kumshukuru kwa kweli, na Mungu naye amnyoshe njia zake zote na aendelee na moyo huo, kwa sababu sio mimi peke yangu, wako wengi ambao ameweza kuwanyanyua, wenye vipaji vidogo, wenye vipaji vikubwa, wote amewashika mkono kwa pamoja. Leo wana majina yao kwa kupitia yeye. Pia nipende kushukuru pia taasisi ya Tulia Trust, kwa sababu na wao wanafanya kazi kubwa sana. Yaani kubwa sana. Hao ndo wanaoratibu kila kitu ambacho unakiona kwenye Mbeya Tulia Marathon, kwenye masuala ya kusaidia wale wasiojiweza, kwa kushirikiana au kwa kupewa nguvu na mheshimiwa wetu Dr. Tulia Ackson, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sina mengi ya kuongea, ila nimeona nisiwe mnyamazaji na yaani nisitoke hadharani na kusema asante, kwa sababu ni alama ambayo mmeiweka kwangu. Ni alama ambayo mmeweka kwa wale watu waliokuwa pale uwanjani, kwa sababu wamejua nini maana ya kusaidia wasiojiweza. Na siku ambayo haina jina kama ilivyotokea kwangu, Mungu anakuheshimisha kama hivyo. Kwa hiyo nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson na timu yake nzima, na wote waliosaidia katika kufanikisha hili, kiongozi wangu mwingine Noxiem, na washukuruni wote jamani, siwezi kuwataja wote. Kuna Joshua, kuna Shabani Azizi ambaye ni kama mtangazaji au mratibu wa habari wa Tulia Trust. Nashukuruni sana, yaani nashukuruni sana. Mimi binafsi sina cha kuwalipa, ila nasema Mungu aendelee kuwabariki. Mungu ibariki Mbeya Tulia Marathon. Mungu ibariki Tulia Trust. Mungu bariki Tanzania na watu wake. Nashukuruni sana, sina mengi. Nawapenda sana.